Kia masuala mazima ya siasa humu nchini ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amemkashifu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema kuwa hana usemi wowote eneo la Mlima Kenya kwa kuwa hajashinda uchaguzi wowote katika chaguzi ndogo zilizokamilika. Kindiki akisema Gachagua asipoacha siasa za matusi, wembe ni ule ule katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Aidha, Kindiki amesuta mrengo wa upinzani kwa kukosa ajenda ya maendeleo kwa wananchi. Taarifa hiyo nilikuandalia na sasa nakopakulia. Joto la kisiasa nchini na hasa kuhusu ni nani mbabe wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya bado linaendelea kupanda siku nenda siku rudi. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akimrushia mishale ya kisiasa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akimtaka kukoma siasa za matusi na kimbelembele, la sivyo wataendelea kumwahibisha. Lakini hiyo madharau ukiendelea nayo, ukikataa kuachana na hiyo tabia ya matusi, wewe tutakuaibisha bwana. Wewe nani wewe? Wewe nani? Wewe nani? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Juzi wewe umeenda pale na kimbelembele na madharau pale Mbeere North. Ukaanza kuingia hapo mahali ambao hujakanyanga siku ile ulikuwa naibu wa rais. Saa hiyo unajifanya marafiki na watu ya Mbeere, ukazunguka pale, ukajipiga kipua, ukasema wewe ni maarifu. Sisi tukakuja pale, tukakwambia tutakuangusha. Tulimwangusha, hatukumwangusha. Tulimnyoa, hatukumnyoa. Tulimnyoa, hatukumnyoa. Kindiki akiweka wazi kuwa chama cha UDA bado kina usemi katika eneo la Mlima Kenya, akipeana mfano na jinsi chama hicho kimeibuka mshindi katika chaguzi ndogo zilizofanyika eneo hilo kutoka wadi hadi eneo bunge. Last week uchaguzi ingine ikaitwa hapo wadi ya Ivurore pale Mbeere North, wadi ya Muminji pale Mbeere North, Isiolo North, Isiolo South, kiti ya MP katangazwa. Ukajipiga kifua, ukasema wewe ni maarufu. Tukakwambia wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Walienda hawakwenda. Tumewanyorosha, tumewanyorosha. Na bado you have not seen anything. Meru, this is a UDA zone. Meru hii tutanyorosha kwa sababu UDA ndiye chama yetu, ndiye chama ya rais, ndiye chama ya deputy president. Tunajipanga hapo. Tusaidie Rais Ruto next year aende retire na sisi tufanye. Aidha, amekashifu upinzani kwa kutokuwa na sera wala ajenda, akisema hata wakati ambao walikuwa serikalini hawakusaidia wananchi wa eneo hilo na chochote, hivyo hawafai kupata kura. Kuna tofauti ya viongozi wa kuongea na viongozi wa kufanya kazi. There is a difference between leaders who are talkers and leaders who are doers. Iko tofauti kubwa sana. Kuna viongozi hawana matunda. Hajaleta barabara, hajaleta bridge, hajaweka stima, hajaleta soko, hajajenga hata classroom ya shule, lakini anataka tumpigie saluti akituambia ni kiongozi. Waende wasiende? Waende wasiende? Waende wasiende? Fredrick Kwambua, Undugu TV.